Hapo tunapokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Mufti wa Tanzania aomba Waislamu kuswali adhuhuri nyumbani. Matokeo ya uchaguzi Tanzania, ambapo matokeo ya awali yanaendelea kutangazwa. Uchaguzi wa Tanzania, mtandao waendelea kuminywa kwa siku ya 3 mfululizo. Ubalozi wa Marekani waonya raia wake kuwa usafiri wa barabara unahatarisha maisha yao nchini Tanzania. Na serikali ya Kenya yaonya wa Kenya dhidi ya kushiriki maandamano ya Tanzania. Naam. Na tumai ubweri wapya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar Zubeir bin Ali ameomba Waislamu kuswali swala la adhuhuri nyumbani badala ya kwenda msikitini. Kama Sheikh mkuu, yeye ndiye mamlaka ya kidini ya Waislamu nchini Tanzania, mara kwa mara huwa anatoa taarifa kuwa kama umma kwa niaba ya jamii ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kutoa wito wa umoja wa amani wakati wa uchaguzi. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa hapo jana tarehe 30 mwezi huu alitoa taarifa inayowataka watumishi wa umma kuendelea kufanyia kazi nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawahitaji kuwa katika vituo vyao vya kazi. Taarifa hiyo inaendelea kusema kuwa ni kufuatia agizo hilo la kiusalama lililotangazwa Jumatano tarehe 29 Oktoba mwaka huu na jeshi la polisi. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania inaendelea kutangaza matokeo ya awali ya urais na ya uchaguzi mkuu iliyofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Matokeo hayo yanayopokelewa kutoka maeneo bunge mbalimbali. Kulingana na matokeo ya awali yanayoendelea kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Tanzania, yanaonyesha kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan yuko kifua mbele. INEC ilikuwa imesema kuwa itamtangaza mshindi wa urais ndani ya saa 72 baada ya uchaguzi kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mtandao umeendelea kuminywa nchini Tanzania kwa siku ya 3 na kufanya mawasiliano kuwa magumu. Hapo awali unaonekana kurejea kwa muda kidogo hiyo jana tu, kama takribani saa 1 hivi kabla ya kuanza tena kuminywa. Hatua hii imefanya hatua ya mawasiliano katika mitandao ya kijamii kuathirika, na hivyo kufanya iwe vigumu vile kujua hali inavyoendelea katika taifa hilo.
jana 30 mwezi huu, ambapo maandamano yalishuhudiwa kwa siku ya pili mfululizo na kusababisha vurugu na ghasia. Baadhi ya barabara pia zilikuwa zimewekwa vizuizi. Nchi kama vile Marekani na Uingereza zimetoa tahadhari ya usafiri kwa raia wake wanaoishi kwenye taifa hilo. Ubalozi wa Marekani umetoa tahadhari kwa raia wake wanaoishi nchini Tanzania. Taarifa hiyo imetolewa kwenye tovuti ya ubalozi huo na kusema kuwa Tanzania imekumbwa na maandamano ya nchi nzima na kusababisha vurugu na vizuizi vya barabarani, ambapo ufikiaji wa mtandao bado umekuwa na jambo gumu na kufanya mawasiliano yote kuwa magumu. Aidha, ubalozi huo umesema kuwa safari ya ndege nyingi za kimataifa zimefutwa na kushauri raia wake kudhibitisha safari zao kwanza kwa njia ya simu kabla ya kusafiri kuelekea uwanja wa ndege. Ubalozi huo umewataka raia wake kuepuka maandamano, maeneo yenye mkusanyiko wa watu, kuepuka kujitokeza hadharani, kufuatilia taarifa ya vyombo vya habari pamoja na kufahamu mazingira walioko. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaelekea kwenye awamu ya pili ya matangazo yetu, ambapo tunaungana na shirika la DW katika matangazo haya ambayo ni ya mbashara. Katika awamu hii ya pili ya matangazo yetu basi tunashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo haya, ambapo tutakuweka sawa kupitia ripoti za waandishi na vile vile uchambuzi na makala. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda ama like video ambayo unavutiwa nayo pamoja na taarifa zetu. Usisite kutuandikia maoni yako kupitia barua pepe radiofortuneafrica@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu cantona-digital.wordpress.com, ambapo utapokea Cantona Digital News katika eneo hilo. Sasa hivi basi tuna endelea mbele kwenye ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala. Hali nchini Tanzania baada ya uchaguzi bado ni tete katika maeneo mbalimbali, ambako imeshuhudiwa vurugu za waandamanaji waliokabiliana na polisi. Jeshi limetoa tamko kuwaonya waandamanaji, wakati mamia waandamanaji wameendelea kujitokeza kupinga uchaguzi na matokeo yake yanayoendelea kutangazwa katika jiji kuu la Dodoma, Tanzania. Saumu Mwasimba na taarifa hiyo kwa kina. Tume ya uchaguzi nchini Tanzania isitishe zoezi la kutangaza matokeo, wamekabiliana na polisi katika maandamano yanayohusisha vurugu na uharibifu wa mali. Tangu Jumatano, shirika la habari la serikali lilianza kurusha matangazo ya moja kwa moja matokeo ya uchaguzi wa Tanzania nzima, ambako chama tawala cha CCM kilichoko madarakani kwa karibu miongo mitano kinajiandaa kutangazwa mshindi. Katika eneo la Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania, polisi wa Tanzania walituhumiwa kuwafyatulia risasi raia wa Kenya waliokuwa wakijaribu kujiunga na maandamano upande wa Tanzania. Kumea hapo watu ila askari walikuwa wanatupiga na hizi tia gasi mjomba wangu yaani mpaka mambo mengine yanafanyisha wanapiga wa Kenya huko wanapiga marisasi Tuko na shida maana tumepigwa ndugu yetu risasi bure. Hatuoni kwa nini tunapigwa risasi. Tanzania wakitupiga si wa Kenya tusikumwagi nao. Mbona tunapigwa risasi kama ni kwetu? Visiwani Zanzibar, ambako hadi wakati huu hali imebakia kwa ya utulivu, chama kikuu cha upinzani huko cha ACT Wazalendo kinatarajiwa kutangaza msimamo wake baada ya mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi kutangazwa mshindi hapo jana. Tume ya uchaguzi Zanzibar imesema Mwinyi alichaguliwa kwa 78.8% ya kura. Hata hivyo, upinzani umesema udanganyifu mkubwa umetokea katika uchaguzi huo. Rais Hussein Mwinyi akihutubia kisiwa hicho baada ya kutangazwa mshindi, alitahadharisha juu ya kufanyika aina yoyote ya vurugu, akiwataka wananchi wadumishe utulivu. Kuwashukuru na kuwapongeza
wananchi wote wa Zanzibar fanya uchaguzi katika hali ya amani kama hii. Kwa kweli nimefarijika sana. Pia tukio lolote la uvunjifu wa amani, si kipindi cha kampeni wala si kipindi cha kupiga kura. Ni matarajio yangu kwamba kwenda mbele kutoka sasa, amani tuliyokuwa nayo tutaidumisha. Hali ya usalama visiwani humo imeimarishwa, taarifa zikionyesha jeshi limetawanywa kwa kiasi kikubwa, huku pia ikiarifiwa kwamba huduma za usafiri wa boti ambazo zilisitishwa kwa kipindi cha siku 2 zilizopita zinatarajiwa kurejeshwa leo Ijumaa. Hapo jana usiku, mkuu wa majeshi nchini Tanzania Jenerali Joseph Jacob Mkunda alitoa mwito wa kuzingatiwa utawala wa sheria, akionya waandamanaji juu ya kuendelea na vurugu za uharibifu. Ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Maandamano ya vurugu nchini Tanzania yaliyoingia siku yake ya 3 leo Ijumaa yamesababisha jeshi kuingilia kati, huku pia bado nchi hiyo ikishuhudiwa kufungwa kwa mtandao wa internet. Asante sana Saum mwa Simba kwa taarifa hiyo kutoka Tanzania na visiwani Zanzibar, ambapo ni swala ambalo nalifuatilia. Tuna kwamba tofauti ya upande wa Tanzania bara ambako bado matokeo ya uchaguzi yanaendelea kutangazwa, huku maandamano na vurugu za vijana wanaopinga uchaguzi huo meripotiwa visiwani Zanzibar. Matokeo yamemalizika kutolewa usiku wa jana, ambapo tume ya uchaguzi ya huko ZEC imeweza kumtangaza mshindi wa urais wa chama kinachotawala CCM Hussein Ali Mwinyi. Ni swala ambalo tutakuwa nafuatilia kwa kina. Sasa hivi tunaungana naye Mohamed Khalif akiwa na taarifa zaidi. Wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu. Mwinyi anayetarajiwa sasa kuapishwa kwa muhula mwingine ni daktari aliyebobea katika tiba ya magonjwa ya ndani, akiwa amepata shahada yake ya tiba kutoka chuo kikuu cha Marmara nchini Uturuki na shahada ya pili kutoka chuo kikuu cha King's College nchini Uingereza. Kabla ya siasa, alifanya kazi hospitalini na pia kufundisha katika chuo kikuu cha Kariuki jijini Dar es Salaam. Hussein Mwinyi ni mtoto wa Ali Hassan Mwinyi aliyetawala Zanzibar kwa muda mfupi kutoka mwaka 1984 hadi 85 na kisha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 10 kutoka 1985 hadi 1995. Kiswahili ungesema ina kuhusudu sana. Sasa kuhusudu kuna maana mbili. Maana moja admire, maana ya pili ina ila. Kuhusudu lile mtu ambaye anakuambia ni mbaya wako. Hussein Mwinyi alianza utumishi wa kisiasa upande wa Tanzania bara akiwa mbunge wa jimbo la Mkuranga mkoa wa Pwani na kisha kuingia serikalini alikohudumu kama naibu waziri na waziri kamili katika wizara mbalimbali tangu mwaka 2000. Lakini wadhifa wake muhimu zaidi ulikuwa ni ule wa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa aliyoshikilia hadi anatangazwa kuwa rais wa Zanzibar kufuatia uchaguzi wenye utata wa mwaka 2020. Alipoingia madarakani, alipambanua kama kiongozi anayependa uwazi na ushirikishi, akionyesha kupambana dhidi ya uzembe na ufisadi serikalini, akiimarisha ujenzi wa miundombinu na akitangaza kuinua uchumi kupitia sera ya uchumi wa bahari ama uchumi wa buluu kama ulivyojulikana. Hata kwenye kampeni zake za uchaguzi wa mwaka huu, aliendelea kuzungumzia ujenzi zaidi wa miundombinu yenye lengo la kuibadilisha Zanzibar. Kwa kiasi kikubwa tumefanya kazi kubwa katika miundombinu. Katika awamu ijayo ya uongozi, miundombinu mikuu ya aina 3, viwanja vya ndege, bandari pamoja na barabara, mtegemee kwamba tutafanya vizuri zaidi ya ambavyo tumeshafanya sasa hivi.
Sasa baada ya kutangazwa na tume ya uchaguzi kuwa mshindi wa 74.8% usiku wa jana, Mwinyi ameahidi kuwa atafanya kazi na Wazanzibari wote, ahadi ambayo pia aliwahi kuitoa mwaka 2020, lakini akaja kukosolewa baadaye na wapinzani wake kwa kutokuitimiza. Wakati chama cha ACT Wazalendo kikisubiriwa kutoa kauli yake rasmi baada ya hapo jana kutangaza kutokuyatambua matokeo hayo, bali kinadai kubwa cha kujibiwa ni juu ya vile Mwinyi atakavyoitawala Zanzibar kwa muhula mwingine wa pili na wa mwisho katika hali ya mpasuko uliopo. Asante sana Mohamed Khelif kwa taarifa hiyo ambayo ni kutokea visiwani Pemba na Unguja kule Zanzibar, ambapo ni matokeo uchaguzi wa urais, ambapo nazidi kufuatilia mengi ambayo yanajiri kwenye taifa la Tanzania. Tupo mbashara kupitia idhaa hii na shirikiana na shirika la DW, ambapo tunaungana naye Florence Majani. Risasi inasikika katika baadhi ya maeneo ambayo kimsingi ni ya vyombo vya usalama ambao wanajaribu kutuliza, ama niseme kinachoonekana ni kwamba wanajaribu kuwaonyesha raia kwamba, au vile vikosi vya waandamanaji kwamba tupo katika maeneo yenu, kwa sababu mpaka jana usiku saa 6 milio ya risasi ilikuwa inasikika katika baadhi ya maeneo, na leo asubuhi mpaka saa 4 kulikuwa kuna milio ya risasi inasikika kwenye maeneo ya Buguruni, Tabata na wilaya Ilala kimsingi. Na wakati huo vikosi vya waandamanaji havijaonekana sana barabarani. Umezungumzia vikosi vya usalama milio ya risasi kusikika. Hii inamaanisha kwamba vikosi vya usalama vinafyatua risasi ili kuwatia uoga hawa waandamanaji, kwa sababu umesema kwamba hawajaonekana leo hii majiani huko. Inawezekana kwamba hivi vikosi vya usalama vinajaribu kufyatua risasi ili kudhibitisha kwamba tupo barabarani, ili kuwazuia hivi vikosi vya waandamanaji kujitokeza barabarani, kwa sababu kwa nilichokiona katika hizi siku mbili ni kwamba pale tu polisi watakapokuwa waonekani kwa zaidi ya saa moja, zaidi ya saa 2, vikosi vya waandamanaji vinapita, vinafanya matukio, vinaondoka. Na wakazi wa Dar es Salaam wenyewe wanasemaje kuhusiana na hali nzima hiyo? Wakazi wa Dar es Salaam ni kama hofu imetanda, lakini kikubwa katika vyote kama unavyojua, chakula. Wengi wanahaha kusaka vyakula vya muhimu kama sukari, mafuta, unga, maharage. Kwa maduka machache yenye bidhaa muhimu yanayouza na yenyewe yanafungua pia kwa siri. Utakuta duka linafunguliwa nusu mlango. Kwa hiyo wale washitiri wanakwenda pale, wanasimama pale, wanapanga foleni kutafuta unga na maharage angalau au sukari. Kwa hiyo misururu kwenye maduka machache ambayo yamefunguliwa ni mikubwa. Watu wanahaa. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni kusaidiana. Na hali ya matokeo ya uchaguzi ni vipi? Matokeo, kituo cha televisheni cha taifa kinaendelea kutoa matokeo. Hata wakati huu nafikiria hapa wanatangaza, kwa sababu jana wametangaza na leo wanaendelea kutangaza kwa maeneo, kwa nafasi za ubunge na kwa nafasi za urais, bado matokeo yanaendelea kutangazwa. Unafikiri baada ya labda rais kutangazwa labda hali inaweza kubadilika tena? Naweza nikasema ndio na hapana, kwa sababu huenda baada ya matokeo ya urais kutangazwa vikosi vya waandamanaji vikapata hasira zaidi vikatoka, lakini polisi na wenyewe wako barabarani kila wakati mpaka usiku wa manane. Kwa hiyo huenda ikawatisha pia vikosi vya waandamanaji, kwa sababu kimsingi hatuwezi kukataa kwamba mauaji yametokea, watu wameuliwa, waandamanaji wameuawa. Hilo haliwezi kufichika, hatuwezi kulikataa, inaonekana. Sasa inawezekana hii ikawatisha vikosi vya waandamanaji kutoka, au labda ikatia hasira zaidi na wenyewe ndio wakawa wamepata nafasi tena ya kutoka kuja barabarani kuanzisha tena vurugu nyingine. Alikuwa ni Florence Majani huyo, mwandishi wetu yuko huko Dar es Salaam kama tulivyozungumza hapo. Na kama ulivyosikia hapo awali, mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania Jenerali Jacob Mkunda amezungumza kupitia televisheni ya taifa jana Alhamis na kuonya juu ya vitendo vya uhalifu vinavyoshuhudiwa kwenye maandamano ya vijana ya kupinga uchaguzi wa Oktoba 29. Amesema vitendo hivyo ni uhalifu na kwamba wahalifu watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, huku akitoa wito wa vitendo hivyo kukomeshwa mara moja. Mwenzangu Angela Mdungu amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania Gwandumi Mwakatobe, na kwanza amemuuliza tamko hili limepokelewa vipi. Limepokelewa vibaya, hasa na ambao wanatamani kuona nchi yetu inatenda haki, inaleta mabadiliko.
Wengine wanauliza huyu mwanajeshi anasimamaje leo kuwalaumu waandamanaji wanaopinga uchaguzi sio wa kidemokrasia? Walikuwa wapi kupinga utekaji unaofanyika nchini, mauaji yanayofanyika nchini? Imechukuliwa kwa namna ambayo inaonekana kama jeshi vile linaonyesha tu utii kwa mamlaka iliyopo, lakini sio kuwalinda wananchi. Na labda athari za tamko hili ni zipi? Moja ni kwamba kulikuwa na tetesi huko nyuma kwamba walikuwa wanatamani wengi kwamba jeshi lingekuwa upande wa wananchi, upande wa waandamanaji kama ilivyotokea Madagascar. Lakini sasa kwa sababu mara nyingi jeshi linakuwa liko kimya pale ambapo polisi wanapambana na wananchi, wengi walikuwa nafikiri kwamba sasa jeshi lingetamka tamko lolote, kwa sababu hakuna tamko lolote lililotolewa na serikali linalohusiana na maandamano zaidi ya kuahirisha kwamba watu tubaki majumbani, tusitoke na watu wasiende shule. Kwa hiyo walikuwa nataraji kwamba jeshi lingeweza kuingilia kati ili ugomvi unaotokea na fujo zinazotokea kati ya waandamanaji na polisi, jeshi lingeingilia kutuliza hali na sio labda kuwalaumu waandamanaji wanaotaka mabadiliko. Baadhi ya wanajeshi wameonekana wakiwa kwenye magari wakiwalinda waandamanaji, ambao hawa waandamanaji wengine wao wanashutumiwa na Jenerali Mkunda kwa kufanya uhalifu. Hii itafsiriwe vipi? Kwa sisi tuliopo hapa, walioko mbali wanaweza wasielewe. Waandamanaji wanachofanya, wanaenda kufanya uhalifu au kuweza kushambulia mali au vitega uchumi vya wale ambao watu wanaona ni wanaambatana na watawala au vya watawala wenyewe. Ukikuta kituo cha mafuta kimechoma moto, basi ni kiongozi mkubwa ambao wanawalaumu kwa ufisadi mkubwa uliokithiri wakati wengine wanateseka. Lakini mali nyingi na vitu vingi vya raia wa kawaida viko vizuri. Hapa mimi nilipo, waandamanaji waliwaambia kwamba tokeni sokoni, muondoke, msiwe mnauza, kwa sababu hapa tunataka tuwaadabishe watawala wanaotukandamiza. Kwa kifupi tu kabisa, baada ya tamko la Jenerali Mkunda, ni nini kitarajiwe? Kwamba wanajeshi watawadhibiti raia kwa kuwachukulia hatua kali? Vijuavyo mimi, na katika uchaguzi wa nyakati zote hakuna nguvu yoyote hata ya kijeshi, hata makombora yanaweza kuzidi nguvu ya wananchi. Kwa hiyo hapa jeshi litakuwa liko makini, sio rahisi kuweza kuingilia. Watawaachia polisi, kwa sababu nao wanafahamu kwamba wananchi wakishafikia nguvu yao ni kubwa kuliko makombora yao na hawaogopi kuuawa. Haya ndio hali ambayo inajitokeza. Msikilizaji, nazidi kwenda mbele. Unapokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya Afrika leo mchana. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wameunga mkono maandamano yanayoendelea ya kupinga uchaguzi nchini Tanzania, wakiyataja kuwa ni mwamko mpya wa kidemokrasia kwa taifa hilo jirani. Chisia Wasilwa na taarifa hiyo kutokea jiji kuu la Nairobi, Kenya. Maandamano yanayoigubika hivi sasa Tanzania yamesababisha vifo vya watu kadhaa na wengine wengi kujeruhiwa. Matukio aina hiyo ni jambo la nada katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo kwa miongo mingi limepewa sifa ya kisiwa cha amani barani Afrika. Aidha, wanaharakati hao wameilaani serikali ya Tanzania kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakitekeleza haki yao ya katiba. Hussein Khalid ni mwanaharakati wa shirika la Vocal Africa. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa pamoja na mauaji na mengineo. Maandamano yalizuka katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam na miji mingine wakati wa kupiga kura siku ya Jumatano. Waandamanaji wanasema wanaopinga uchaguzi huo mkuu, wakilalamika hayakuandaliwa kwa misingi ya haki kufuatia kutokuwepo kwa wagombea urais wa vyama vikuu viwili vya upinzani. Rais Samia Suluhu Hassan anayewania kwa mara ya kwanza chini ya chama tawala CCM alikuwa anachuana na wagombea wengine 16 wa vyama vidogo. Kutokana na maandamano hayo, polisi ilitangaza amri ya kutotoka nje usiku katika jiji la Dar es Salaam lenye zaidi ya wakazi milioni 7
baada ya ofisi za serikali na majengo mengine kuchomwa moto. Mashirika hayo ya binadamu sasa yanaiomba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kumwajibisha Rais Samia Suluhu kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Martha Karua ni kiongozi wa chama cha People Liberation Party. It is time for the African Union. Ni wakati wa Umoja wa Afrika kuwahudumia watu wa Afrika, kukoma kwa kilabu cha viongozi wanaokatalia madaraka na kuelekeza nguvu zake kuwasaidia watu wa mataifa ya bara la Afrika. To helping citizens of Africa. Wanaharakati hao wanasema kuwa Tanzania inashuhudia mwamko wa kidemokrasia na vijana ndio wanaolengwa. Huyo hapa tena Hussein Khalid. Tunataka serikali ya Tanzania haraka iwezekanavyo irudishe mitandao katika nchi nzima. Kila Mtanzania ako na haki ya kujielezea, kila Mtanzania ako na haki ya kupata habari, kwa hivyo tunataka haraka iwezekanavyo. Wakati huo katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Kenya Dr. Raymond Omolo amewataka Wakenya kuzingatia sheria kufuatia taarifa za baadhi ya vijana wa Kenya kukusanyika kwenye mpaka na Tanzania wa Namanga kuonesha mshikamano na wenzao wa nchi hiyo jirani. Dr. Omolo alisema Kenya ina sheria na kanuni za wazi zinazoongoza maandamano ya umma na akatoa wito wa utulivu huku vyombo vya usalama vikiendelea kufuatilia hali katika mpaka huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo, ambapo msikilizaji tunakuomba simama na kituo hiki, idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu kwa njia ya FM, ambapo basi unaweza wasilisha mchango wako kupitia PayPal. Enda pale search Cantona na unatumia email search ya na email hii cantona.online254@gmail.com. Utapata maelekezo, ama enda kwenye Google tafuta pale Radio Fortune Africa. Kuna app ya Zeno, hiyo app ifuatilie, utapata mahali ambapo donation by PayPal. Hapo basi bonyeza na ukaweza kutupiga jeki pale. Na vile vile unaweza kutumia mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au TIN number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokee yanayovuma katika majukwaa ya mawasiliano. Najita vile vile na Jacob Safari uwanja. Mwana amezidiwa akiwa mahabusu katika kituo kimoja kilichopo huko mkoani Dodoma. Hali yake sio nzuri kabisa. John H. Sasa maoni ni mseto, na kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram tumechapisha taarifa kuhusiana na mkuu wa jeshi la ulinzi nchini Tanzania General Jacob Mkunda, ambaye ameonya kwamba vitendo vilivyofanyika na wananchi ni vitendo vya kihalifu. Sasa hii ndio taarifa kubwa katika mitandao ya kijamii, na naomba Jacob nisome maoni. Kwa mfano Sameja Habu anasema unasema utatuchukulia hatua, mmeshindwa kukaa na sisi tukazungumza mapema, leo mnasema hichi tunachofanya ni uharibifu. Anauliza swali lake. Lakini kuna mmoja anasema moto ni ule ule, sijui kama mtaweza kuuzima kwa kuendelea kutoa matamko. Naomba niishie hapo. Asante sana Najat kwa kukusanya yote hayo. Najua muda ndio hivyo ni mchache, lakini pia lazima tuyasome maoni mengine ya wasikilizaji, na tuanzie katika channel yetu ya YouTube. Kule kuna Lomoni Skirurushi, yeye anasema tunatoa wito kwa tume ya uchaguzi Tanzania kufutilia mbali hayo matokeo ili nchi yetu irejee kwenye hali ya kawaida. Ni Shemari Abato anasema Tanzania, fanyeni mazungumzo ya jinsi gani mutarejesha amani katika nchi yenu. Unamwona nani hapo? Namuona Ncheguthi Koikaka kutoka Uganda, anasema serikali ya Tanzania wajitafakari, raia wanaumia kwa sababu yao. Fidex Vintes Kuba anasema kutoka Mtamba Msumbiji, anasema Mungu ibariki Tanzania, amani inatoweka. Mosha Gisela anauliza kwa aliyeko mbali na familia yake anajisikiaje kwa sasa ukizingatia kuwa hakuna mtandao. Jamani, mie nakaribia kuchanganyikiwa. Halafu Safe Timeo yeye anasema Mungu inusuru Tanzania kwa haya yanayotokea, amani iweze kutawala. Anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili nikiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni maneno ya Clement Masunga, lakini akina Majoni anasema serikali ya Tanzania wasikilizeni wananchi wako wanachokitaka. Erika Wiloja anasema ewe Mwenyezi Mungu saidie nchi zetu za Afrika, maana tunachoshuhudia Tanzania ni janga kubwa. Msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa katika safu ya maoni, lakini tukipata muda tutasoma labda baadaye. Lakini usiende mbali,
Mwisho wa maoni ndio mwanzo pia wa mjadala. Baada ya muda usio mrefu tutakuwa tunakuja na mjadala wetu ambao leo hii tutajikita katika siasa za Zanzibar. Usiende mbali. Asante sana Jacob Safari, Najid Omar hapo katika hatua hiyo. Basi niruhusu ni kuletee msikilizaji kiziba mkonga kwenye awamu hii ya Afrika Leo Mchana. Sijali watu wengine wanasema nini kunihusu, najijua mimi ni nani na wala sihitaji kuthibitishwa chochote kwa mtu yeyote. Unapojijua basi utatembea kifua mbele. Hautaondoka kwenye mstari, maana kuna kitu ambacho kinakufanya ukasimama, muhimili unaokusimamisha. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.